السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم الصلاة والسلام على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، tunaendelea na darasa yetu ya fiqh. Kitabu ni Matnu Safinatun Najah, kitabu cha safina. Na kitabu hiki leo hii tunaitazama faslu inazungumzia misaada katika mambo ya udhu. Kuna msaada ambao waweza ukautoa kwa mwenzako, msaada katika masala ya maji, kusogeza maji au kadha kadha. Lakini hii misaada imegawanyika sehemu 4, na kuna misaada ambayo itakuwa ni vizuri kuifanya, kuna misaada ambayo si vizuri kuifanya. Kitu kama hicho ambacho Sheikh anajaribu kutuzungumzia inshallah. Faslun, kipambanuzi. Al-isti'anatu 4 khisalin. Misaada ni ya mambo 4. Al-isti'anatu 4 khisalin, misaada ni mambo 4. Mubahatun, msaada wa halali. Wa khilafu al-ula, na kinyume na msaada wa mwanzo. Wa khilafu al-ula, kinyume na msaada wa mwanzo. Wa makruha, na msaada wa makruh. Wa wajiba, na msaada wa wajib. Hapa kuna mambo 4. Kuna msaada ambao ni halali kutoa katika mambo ya maji ya udhu. Lakini kuna msaada ambao ni kinyume na msaada wa mwanzo, ni kinyume chake tu. Lakini kuna msaada ambao ni makruhu. Makruhu maana yake ni jambo lenye kuchukiza, halipendezi ukilifanya, na hupati dhambi ukilifanya, wala hupati thawabu ukilifanya, lakini linaweza kupelekea uharamu kama utalifanya. Yawezekana lisipelekee uharamu, lakini kuna dalili na kuna wepesi wa kupelekea kwenye uharamu lau walifanya. Na tuangalie, tutapata picha ya hiki ambacho tunakizungumza. Fal mubahatu, msaada wa halali. Huo msaada wa halali taqribul ma'i, ni kuyasogeza maji. Kuna mwenzako anataka kutia udhu, maji yako mbali, basi kumsogezea yale maji ni msaada wa halali kabisa, hakuna shida. Falmubahatu, basi msaada halali huo msaada halali taqribul ma'i, ni kuyasogeza maji. Wa khilafi al-ula, na kinyume na msaada wa mwanzo, yasabbul ma'i, ni kuyabubujiza maji. Ala nahwi al-mutawaddi, juu ya mfano mwenye kutia udhu, au juu ya yule mwenye kutia udhu. Wa khilafu al-ula, na kinyume na msaada wa mwanzo, kinyume cha huo halali khilafu al-ula, kinyume cha msaada wa mwanzo, hiya sabbul ma'i, kuyabubujiza maji, kuyamimina yale maji. Ala nahwi al-mutawaddi, juu ya mwenye kutia udhu. Yule anayetia udhu unammiminia maji hivi, wakati mwenyewe anaweza kutia udhu, anaweza wewe ukawa unamtilizia maji. Ni kinyume na msaada wa halali, ni kinyume na msaada wa mwanzo. Wal makruha, na msaada wa makruhu, huo msaada makruhu liman, ni kwa mtu ambaye yaghsilu a'dhahu, anavikosha viungo vyake. Wal makruha, na msaada makruhu, msaada makruhu liman, ni kwa yule ambaye yaghsilu a'dhahu, anavikosha viungo vyake. Yani wewe unamsaidia mtu anatia udhu, wewe unamkosha vile viungo, unamkosha wakati atakiwa akoshe mwenyewe. Huo ni makruhu, si vizuri kumkosha mtu. Ni mzima wa afya, ana viungo vyake, lakini kwa ubosi wake au ana cheo, ikawa unamkosha wewe. Ndio anatia udhu huyo, lakini wewe ndio unamkosha vile viungo. Huu utakuwa ni makruhu msaada huo. Wal wajiba, na msaada wa wajib. Tukisema wajib ni wa lazima, huo upite. Kivipi? Huo msaada wa wajib lil maridhi, ni kwa mgonjwa, inda al-ajzi, wakati atakaposhindwa. Wal wajiba, msaada wa wajib, huo msaada wa wajib lil maridhi, ni kwa mgonjwa, inda al-ajzi, wakati anaposhindwa. Mgonjwa hawezi kutia udhu mwenyewe, unamkosha viungo vyake. Ni wajibu kabisa wewe umkoshe kabisa viungo vyake, sababu kashindwa, hawezi kufanya hivyo. Lakini mtu anaweza, ni mzima, basi haitakiwi, ni makruhu kumosha viungo vyake. Au mtu ni mzima ukaona mbubujizia maji, itakuwa ni kinyume na ule msaada wa halali, kinyume na msaada wa mwanzo. Na mubaha wa halali ni ule msaada unaomfanyia mtu kumsogezea maji. Na unaweza kuona labda ni faslu ndogo, haina umuhimu, lakini ni faslu kubwa hii, na ina umuhimu sana kuyatengeneza mazingira katika kusaidiana
kuyatengeneza mazingira katika kuwa na tahadhari katika masala ya udhu na mambo ya ibada kama hivyo. Wabillahi tawfiq wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.